Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa najiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara na tathmini ya msimu huu kwa ujumla. Namna ambavyo unaenenda. Mimi nitumie nafasi hii na fursa hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwako wewe mdau wangu wa nguvu, ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana mimi nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambapo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha utaona kialama cha kengele ambacho kitakuja baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu utakapokuwa umewasha alama hiyo ya notification. Na yako mengi sana ambayo yamejiri huko viwanjani, lakini pia kuna taarifa kadha ambazo natamani tuweze kuzungumza, lakini kubwa zaidi ni kuhusu club ya Young Africa Sports Club ambao wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na alama 54 mpaka hivi sasa, akiwa wamecheza michezo 23 kwenye michuano ya NBC Premier League, kwa maana ya michuano ya ndani ya NBC Premier League msimu huu mwaka 2025-26, ambayo tunafahamu tunaelekea mwishoni tukielekea kutamatisha msimu huu. Lakini hapo jana tulishuhudia mchezo kati ya Young Africa Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji ambao ulikuwa na maajabu kwelikweli. Mara baada ya dakika 90 za mwamuzi kuweza kumalizika, tuliweza kushuhudia kichapo cha magoli 3-2, Yanga wakichezea ikiwa ni mechi yao ya kwanza kabisa kupoteza tangu msimu huu wa michuano ya NBC Premier League uanze, kwa maana ya tangu mechi 22 ambazo wamecheza mpaka hapo jana, Yanga alikuwa hajapoteza mchezo hata mmoja, ili hali ametoa sare mara 6 tu pekee. Kwa hiyo ametoa sare michezo 6, na jana ulikuwa ni mmoja kati ya mchezo ambao pia ulikuwa mchezo wa kwanza kwake kuweza kupoteza. Sasa imezuka mijadala kadha wa kadha katika mitandao ya kijamii ambayo inazungumzwa mpaka hivi sasa, na kila mmoja anajaribu kuja na maoni yake juu ya kile ambacho kimetokea. Lakini mimi nafikiri tunafahamu kwamba hii ni mpira, kwa hiyo mpira si kwamba anayeshinda lazima ashinde tu kila siku, lakini mpira lazima uwe na matokeo matatu kila baada ya dakika 90 za mwamuzi kuweza kumalizika. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinaleta hamasa kubwa ya kuona kwamba kumbe mpira wetu una ushindani mkubwa. Kwa klabu kubwa kama Young Africa Sports Club kufungwa na Dodoma Jiji ni jambo kidogo ambalo linazua gumzo, lakini ni maana harisi ya mpira. Ni maoni yangu hayo, lakini turejee kwenye kile ambacho Haji Sande Manara amezungumza kuhusiana kile ambacho kimetokea hapo jana katika mechi kati ya Young Africa Sports Club na Dodoma Jiji ambayo ilimalizika kwa 3-2 huku Yanga akipoteza mchezo huu. Sasa hii leo bwana, katika pitapita zangu kwenye mitandao ya kijamii nikakutana na moja kati ya posti ambazo ameziposti Haji Sande Manara, ambaye ameandika hivi, nitanukuu kama alivyoandika: nilishasema sana nikaonekana chawa, lakini sitaacha kuishauri Yanga yangu. Usajili tuliofanya msimu huu haujatulipa kabisa, pia wachezaji hawapambani, wengine quality haitoshi kucheza Yanga. Wachezaji wanaopambana ni Yao, Pakome, Duke na Max kidogo. Sina shida na Diara, lakini kuna muda anaigharimu timu. Hasira za kipumbavu. Juzi ametoka kufungiwa mechi 3 kwa mambo ya kitoto, leo anaigharimu timu kwa hasira za kijinga. Beki yetu imekuwa nyepesi na inajisahau sana. Hatuna tena beki katili. Hata huyo Kelo akipata timu yenye mabeki wanaofanya man to man marking hawezi kufurukuta.
Nataka kusema nini? Tutafute wachezaji wenye quality ya kutosha kwa mechi zilizosalia, tupambane tushinde kila mechi. Ni vile tu wapinzani wetu nao ni tia maji, lakini huu msimu Yanga yangu ni mbovu sana. Haya ni maoni ya aliwahi kuwa msemaji wa klabu ya Simba pamoja na Young Africans. Hapa namzungumzia Haji Sande Manara ambaye kwa sasa anatangaza katika moja kati ya media kubwa sana hapa nchini kwetu Tanzania. Hapa nazungumzia Wasafi TV katika kipindi cha jana na leo, lakini pia katika kipindi cha michezo huwa tunamuona pale, na ameandika maoni haya katika mitandao yake ya kijamii ama kurasa zake za mitandao ya kijamii, akitoa maoni yake kuhusiana na club ya Yanga, lakini pia tathmini namna ambavyo anatizama club ya Yanga na namna ambavyo inaenenda kwa hivi sasa. Na nafikiri ni maana ya mpira, lakini kila mtu yuko huru kutoa maoni yake kwa sababu huu ndo mpira wenyewe. Sasa kufuatana na hayo, mimi natamani kuweza kusikia japo mawili matatu kutoka kwako. Natamani kuweza kuona una nini hasa cha kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho Haji Manara ameweza kuongea baada ya matokeo ya hapo jana ambapo Yanga alipoteza mchezo wake dhidi ya Dodoma Jiji. Na mjadala huu umezua gumzo kweli kweli katika mitandao ya kijamii. Nafikiri tunafahamu na hiki ndicho ambacho kimetokea huko, lakini niandikie maoni yako hapo chini ya video hii, na usisahau pia kuniambia ya kuwa unanifuatilia ukiwa maeneo gani. Fahamu kabisa kwamba tuko mbioni tukielekea kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, lakini tetesi za usajili nazo hazijatuacha mbali, zinarindima kwa kasi kweli katika mitandao ya kijamii, huku majina ya wachezaji tofauti tofauti kutoka katika vilabu vya ndani pamoja na nje ya Tanzania wanahusishwa na vilabu vingi vya ndani pamoja na nje pia kuwa kuelekea katika dirisha hili kubwa la usajili, wataenda kusign mikataba yao mipya. Ziko taarifa kadha ambazo natamani tuweze kuruka nazo hewani, lakini nafikiri kwa video inayofuata tutaanza kujadili na kudiscuss kuhusiana na tetesi hizi za usajili ambazo kwa sasa zimeshika hatamu kweli na zinalindima kweli katika mitandao hii ya kijamii. Na mimi tena sajana hii ni True Talk, na hapa kama ilivyo watu wanajadili pamoja na kuzungumza masuala yote ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Sina jingine la ziada la kuzungumza, na uwe na wakati mwema. Bye bye.